Zanzibar mwaka 2010 walitengeneza katiba yao. Katiba yao ya Zanzibar, ibara ya kwanza, ibara ya pili A kubwa na ibara 26 zinatamka kabisa kwamba mamlaka Zanzibar ni nchi na Zanzibar yenyewe ni mamlaka kamili. Rais wa Zanzibar ana mamlaka kamili ya kuigawa Zanzibar katika wilaya na mikoa, na rais wa Zanzibar yeye ndio mkuu wa nchi ya Zanzibar, ambao ni control kabisa na ibara ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya katiba ya kwanza ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kwamba Tanzania ni nchi moja na ni Jamhuri ya Muungano. Ukisoma ibara ya pili inasema hivi: eneo la Jamhuri ya Muungano ni eneo lote la Tanzania bara na eneo lote la Tanzania Zanzibar. Maana yake eneo lote la Tanganyika na eneo lote la Zanzibar, na ni pamoja na sehemu yake ya bahari ambayo Tanzania inapakana nayo. Sijajua kama mnanielewa. Ni kweli, lakini mwenye mamlaka ya kufanya kwa ajili ya utekelezaji bora wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya serikali ya Jamhuri ya Muungano au serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, rais aweza kugawa Jamhuri ya Muungano katika mikoa, wilaya, maeneo mengineyo kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria au kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na Bunge, isipokuwa kwamba rais atashauriana kwanza na rais wa Zanzibar kabla ya kuigawa Tanzania Zanzibar katika mikoa na wilaya na maeneo mengineyo. Maana yake ni nini? Zanzibar imevunja mkatiba ya muungano. Maana yake Zanzibar imevunja muungano. Sasa Wazanzibari sijajua kwa nini sasa wanapewa privilege kubwa katika nchi yetu huku Tanganyika, kwa sababu sisi Tanganyika ndio watu ambao tunawahudumia Wazanzibari, alihali wao wameshatukataa kwa mujibu wa sheria na katiba zao Zanzibar. Sasa Wazanzibari kwa nini wanapewa nafasi huku Tanganyika? Wanaweza vipi kupewa Tanganyika kuwa viongozi ndani ya nchi yetu ya Tanganyika? Kwa sababu kabla ya hapo rais wa Zanzibar alikuwa ni makamu wa kwanza wa rais katika Jamhuri ya Muungano, na waziri mkuu wa Tanganyika alikuwa ni makamu wa pili wa Jamhuri ya Muungano. Maana yake waziri mkuu yeye ndio alikuwa ni rais wa Tanganyika kwa mujibu wa katiba enzi hizo kabla haijavunjwa. Maana yake tulikuwa na watu watatu wenye nguvu: rais wa Zanzibar, rais wa Tanganyika na waziri mkuu na rais wa waziri mkuu ambaye alikuwa ni makamu wa pili wa Jamhuri ya Muungano. Maana yake kuvunja sheria namna hii, kuingiza makamu wa rais, maana yake ni kuvunja muungano, ni kuvunja katiba na ni kuvunja muungano. Kwa hiyo muungano umevunjwa na CCM kwa kuimpozi sheria ya kwamba rais wa Zanzibar akawa rais kamili, sio makamu wa rais, na waziri mkuu wa Tanganyika wa Tanzania yeye ni Mtanganyika. Yani maana yake kazi yake ni kushughulika na masuala yanayohusu Tanganyika, na ndivyo ilivyo. Sasa huyu makamu wa rais yeye anafanya kazi gani? Hiyo ndio ajenda yangu kubwa ambayo nataka niwaambie Watanzania kwamba sisi Zanzibar, Tanganyika, yani rais wa Jamhuri ya Muungano ni kosa kubwa sana kutoka upande wa Zanzibar, kwa sababu huyu anashughulika zaidi na masuala yanayohusu Tanganyika, wakati yeye sio Mtanganyika, huyu ni Mzanzibari. Lazima maneno haya tuyazungumze bila kumumunya maneno. Na leo wameenda mbali zaidi hawa Wazanzibari kwenye eneo la utumishi, kwa sababu kwa mujibu wa katiba hii
kwamba Zanzibar inatakiwa ipewe mgao wa 4.5 kwenye kila kitu, maana yake kwenye utumishi, kwenye ishu zote zinazohusu mambo ya muungano, ishu sekta zote za muungano wanatakiwa wapewe 4.5. Iwe ni uchumi, wao wanatakiwa wapewe 4.5. Leo Ikulu pale wamejaa Wazanzibari. Leo katika utumishi wa umma wamejaa Wazanzibari. Je, hii sheria huu utaratibu unatoka wapi? Hao Wazanzibari kwa nini wanatuvamia huku Tanganyika? Wamechukua rasilimali, wamechukua madaraka yote katika utumishi wa umma. Swala la utumishi wa umma ni swala la muungano, lakini Zanzibar kule Wazanzibari wanatakiwa wapewe 4.5 katika utumishi wa umma katika sekta za muungano. Lakini leo unakuta Wazanzibari wanapewa ukuu wa mkoa, Wazanzibari wanapewa ukuu wa wilaya, Wazanzibari wanapewa ukatibu mkuu kwenye sekta ambazo sio za muungano, Wazanzibari wanapewa uwaziri kwenye sekta ambazo sio za muungano, kwa sababu kama Wazanzibari waliondoa mambo yote ya msingi ya kiuchumi, kwa maana kwamba leo bandari sio za muungano tena, leo viwanja vya ndege sio vya muungano tena, leo barabara sio za muungano tena, leo mambo ya afya sio ya muungano kweli. Leo sasa unasemaje kwamba hapa kuna muungano? Hapa muungano umeshavunjwa, na waliovunja ni hawa viongozi ambao wamewekwa madarakani. Wana CCM wamevunja muungano, na ndio maana kwambia hivi, huu muungano huu ni kongwa la utumwa kwa watu wa Tanganyika. Nazungumza ukweli kabisa bila kumung'unya maneno. Muungano huu ni kongwa la utumwa kwa watu wa Tanganyika, kwa sababu imekuwa ni kama yani imekuwa kama ngao au kama fimbo ya kupola rasilimali za Watanganyika na kuwapa wageni. Leo Mtanganyika, Mzanzibari anakuja Tanganyika, anauza rasilimali zetu za Tanganyika. Mfano, bandari zetu zimepewa rahani kwa Mwarabu na Mzanzibari. Viwanja vya ndege vimepewa rahani kwa Waarabu na Mzanzibari. Mbuga zetu zimepewa wageni zimepewa rahani kwa Mwarabu na Wazanzibari. Madini yetu yanapewa wageni na Mzanzibari. Sijajua kama mnanielewa Watanzania. Nyinyi Watanganyika sijajua kama mnanielewa, na sijajua kama mnanisikiliza na kunielewa vizuri sana. Haya mambo yanauzi sana, kwa sababu haiwezekani Mzanzibari aje kututawala sisi walihali mambo yote ya uchumi na ashughulikie mambo ya uchumi ndani ya Tanganyika, alihali wao uchumi wao wameshautenga pembeni. Leo Zanzibar bandari ni za kwao, haziguswi. Uchumi wa Zanzibar, hakuna Mtanganyika anayeweza kuanza kushughulika na uchumi wa Zanzibar. Sasa huu muungano ni muungano gani? Huu ni muungano feki kabisa. Kwa nini tunaanza kuentertain hili ni muungano ambalo ni muungano feki kabisa? Huu sio muungano, huu ni utapeli na huu ni unyonyaji. Na nawaambia nyinyi Watanganyika, amkeni na saa ya ukombozi ni sasa. Tuipiganie Tanganyika kwanza, tulete mamlaka kamili ya Tanganyika, kwa sababu haiwezekani Wazanzibari wanatoka kule Zanzibar wanakuja kututawala huku Tanganyika na kufanya jambo lolote wanaloweza. Kwa mfano, hata kwenye swala la utumishi, ukienda jeshini Wazanzibari wanatakiwa wawe 4.5, lakini leo inakuja sera ya kuamua kwamba eti Wazanzibari tuwapewe haki sawa kwa sawa na Tanganyika. Haiwezekani. Na ndio maana leo kuna mkakati kabambe mkubwa wa kuhakikisha kwamba sekta zote za jeshi wanapewa Wazanzibari. Hata mkuu wa majeshi anatakiwa awe Mzanzibari. Mkuu wa polisi anaandaliwa kuwa Mzanzibari.
na wakuu wote wa taasisi ndani ya polisi au usalama wa taifa au jeshi la magereza wote au jeshi la zimamoto au jeshi la uhamiaji, wote hao wanatakiwa eti wawe Wazanzibari. Zanzibar ni nchi ndogo, inatakiwa ipewe watumishi 4%. Kama ni watu milioni moja, kama ni watu 100,000, Wazanzibari wanatakiwa wapewe 4% ambao ni watu 2 au 3. 4% ya watu ya 100 ni watu 2 au 3. Wazanzibari ndio wanatakiwa wapewe. Lakini cha ajabu, Wazanzibari wametamalaki kila pahala katika nchi hii. Kila pahala katika nchi hii wanatakiwa wapewe 4 tu au 5. Ndio asilimia ngapi? 4.5 ya Wazanzibari. Katika watu 100, watu wa Zanzibar wanatakiwa watu 4 au 5 basi. Watu 10 Wazanzibari wanatakiwa wawe 2 au 3 basi. Ndio hivyo. Lakini cha ajabu, Wazanzibari leo wanatamani sasa wachukue madaraka yote. Na hii ni kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao ni Watanganyika, wamesaliti Watanganyika, wamesaliti utanganyika wao na kuentertain Wazanzibari kwa ajili ya kututumikisha sisi na kupola rasilimali za Tanganyika. Amkeni Watanganyika, na saa ya ukombozi ni sasa. Tusikubali kundi dogo la Wazanzibari kuja kututawala huku Tanganyika. Wazanzibari hawa wametuua, tumeuawa. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, Wazanzibari wametoka kule Zanzibar wamekuja Tanganyika huku wakawapiga watu risasi. Maelfu ya Watanganyika wameuawa, alihali Zanzibar ikiwa imetulia shwari. Sasa mnataka kwamba tuendelee na muungano wa namna hii? Muungano gani ambao unaumiza upande mmoja? Muungano gani ambao unaumiza upande wa Tanganyika? Muungano gani ambao unanyonya upande mmoja wa Tanganyika? Mabalozi wote, Zanzibar ina mabalozi karibia wanaotoka Zanzibar zaidi ya mabalozi duniani kote. Tuna mabalozi na vituo vya uwakilishi 45, mabalozi 25 na vituo vya uwakilishi 20. Lakini uwezi amini, watu mabalozi kutoka Zanzibar zaidi ya 13, 14 wametoka Zanzibar. Sijua kama mnanielewa. Wanatoka Zanzibar. Je, na hawa watu mabalozi hawa wanalipiwa, yani wanagharamikiwa na Watanganyika na kodi za Watanganyika. Mabalozi kutoka Zanzibar wanaowakilisha katika nchi, lakini wao wanafanya kazi kwa ajili ya maslahi ya Zanzibar, ila wanalipiwa na Tanganyika. Huu ni unyonyaji mkubwa. Huu ni unyonyaji mkubwa kabisa. Sasa mnataka unyonyaji uwe wa namna gani? Wazanzibari ni mabalozi kule duniani, lakini wanafanya kazi ya ubalozi sio kuitangaza Tanzania na Tanganyika. Wao kazi yao ni kuitangaza Zanzibar kwanza. Na ndio maana tunamuona hata mkuu wa nchi anazungumza kabisa kwamba watu watoke Moscow waende Zanzibar, watue Zanzibar. Haitangazi Tanganyika, anaitangaza Zanzibar kwa sababu kule ni kwao. Na yuko sahihi. Na ndio maana Wazanzibari linapokuja swala zima la Zanzibar wana umoja mkubwa sana. Wazanzibari swala linapokuja swala la Zanzibar, awe kafu, awe ICT, awe ni CCM, lao ni moja, Zanzibar kwanza. Na wanaungana pakubwa sana. Lakini Tanganyika huku tunafanya kama mandindindi, kama matabularasa, mtu ambaye hayajitambui, matahira ya Tanganyika. Ndio maana yanashirikiana na Wazanzibari kupala rasilimali za Tanganyika. Na waomba Watanganyika tusimame, na huu ni wakati wa kushikamana na kuwa na sauti moja. Ni ukweli ambao uko wazi. Nenda kwenye wabunge, tuna wabunge zaidi ya 80 kutoka Zanzibar katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanafanya kazi gani hawa wabunge? Alafu mbunge anapangwa kwenye sekta ambayo sio ya muungano. Mbunge anapangwa kwa sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo wewe Mzanzibari na kuhusu nini? Sekta ya nishati na madini wewe Mzanzibari na kuhusu nini?
Sekta ya uchukuzi, wewe Mzanzibari, na kuhusu nini? Sekta ya miundombinu, wewe Mzanzibari, na kuhusu nini? Sekta ya maliasili, wewe Mzanzibari, na kuhusu nini? Sekta ya mifugo, wewe Mzanzibari, na kuhusu nini? Hawa Zanzibari, tuna Wazanzibari na kwa mujibu wa taarifa zaidi ya shilingi milioni 18 wabunge hawa wanalipwa, na hawa Wazanzibari zaidi ya 80 hawa kada zaidi ya 80, kwa sababu kuna wabunge kadhaa wengi tu wameteuliwa, wabunge wa kuteuliwa na rais kutoka Zanzibar. Sijajua kama mnanielewa hivi. Hao wabunge wanafanya kazi gani huku Tanganyika? Wanajadili nini kuhusu rasilimali za Tanganyika? Hivi hata nikija swala zima la kuuza mbuga zetu, hawa Wazanzibari watakuwa na uchungu gani? Si watasema kwamba uzeni tu, kwa sababu haiwahusu mbuga za Watanganyika, haziwahusu hawa Wazanzibari. Hizi mbuga haziwahusu hawa Wazanzibari. Au wakijadili kwamba hawa wafugaji tuwafukuze, wasiwepo kabisa katika nchi hii, hawa Wazanzibari hayawahusu mambo ya wafugaji. Hawajui uchungu wa mifugo na wafugaji katika nchi yetu ya Tanganyika. Hawa Wazanzibari wao wanajua kuvuvi na kutungua minazi.